Upendo ni kitu maalum ambacho kinaweza kuelezewa katika maandiko, sio katika falsafa. Kwa sababu kwa mfano dunia inafundisha upendo kama kitendo peke yake bila kueleza moyo wa kitendo. Umewahi kusikia mtu akiimba mpende akupendae, asiyekupenda achana naye? Hilo linafanyikaje? Mpende akupendae. Mungu anapima moyo wa jambo kwa kipimo cha upendo. Ndio maana imani ya Kikristo inaitwa imani itendayo kazi kwa upendo. Wagalatia 5 sio 6:10. Ngoja niangalie kidogo hapa. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno na kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kama imani ya Kristo inatafsiriwa na kitendo cha upendo, maana yake hatuwezi kuafford, hatuwezi kuchukuliwa poa ya kwamba hatujui upendo, maana tusipojua upendo hatujui imani ya Kikristo. Kama upendo hatujui, maana yake imani ya Kikristo hatuijui. Kwa sababu imani ya Kikristo imezaliwa katika pendo. Yohana 3 kunasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa kabla hatujaamini, tumeamini katika nini? Pendo. Inasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie. Imani. Sisi tunaamini katika nini? Pendo. Tuko sawa? Alitoa kwa upendo, sisi tukaamini katika utoaji wake wa upendo. Tukakubaliana ya kwamba sio kila kutoa ni kwa namna ya upendo. Kwa sababu tushaonyeshwa ya kwamba kuna mtu anaweza kutoa mali zake zote na bado akawa hapendi. Kwa ni lazima tutafsiri upendo umebeba kitu gani ndani yake. Alafu tujue hili pendo ambalo ni tofauti na upendo tofauti na dunia linapatikana wapi. Kwa kabla ya kuangalia kitendo, Mungu anaangalia moyo wa kitendo. Moyo wa kitendo ni upendo. Na tafsiri ya Mungu ya upendo sio tafsiri iliyoko kwenye wa sosiolojia, wa saikolojia, watu wa mtandaoni na watu wanaofikiri kwenye ulimwengu. Mungu ana tafsiri yake ya upendo. Kwa sababu nimekusomea hivi ya kwamba kama mtu anaweza kutoa mali zake zote awape maskini, alafu anasema bado anaweza akakosa faida kwa Mungu kwa sababu sio tendo la upendo, ina maana tendo la upendo lazima uelezewe kwa namna ya kimungu.